Ni asubuhi njema tena, tunamshukuru Mungu kwa neema yake na upendo wake. Tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amekuwa mwaminifu na mwema sana kwetu. Ni mwendelezo wa masomo ambayo yanaanza kuibua hisia ndani zetu za kutafakari tena upya mahusiano yetu na Mungu. Katika mwendelezo wa kujifunza masomo haya, wiki hii tutakuwa tumeendelea kujikita katika kuhakikisha tunaibua hisia zetu mpya tena katika mioyo yetu za kumtambua Mungu kama mfalme wa maisha yetu. Katika kitabu cha Daniel sura ile ya kwanza aya ile ya pili, unagundua kwamba Mungu alimtoa mfalme Yehoyakim kwa Nebukadneza. Na hapa ni wafalme wawili na Mungu ni mfalme katikati ya wafalme. Na hivyo hii inadhihirisha nguvu ya Mungu na nafasi ya Mungu katika mamlaka zote za ulimwengu huu. Yeye anabaki kuwa mfalme wa wafalme. Ni shauku yangu na ni shauku yako ninayotamani uwe nayo moyoni mwako. Uianzishe tena kwa sababu tuliipoteza shauku hii. Tunatamani nafasi ya Mungu irejee kwenye maisha yetu. Pambana tena kwenye akili yako. Wakati huu malaika wanapokushawishi na kukumbusha, Roho Mtakatifu anapozungumza katika akili, akikukumbusha kwamba Mungu ni mfalme wa maisha yako. Je, ni maeneo gani katika maisha yako ambayo hujayaweka chini ya utawala wa Mungu? Haujamfanya Mungu ayatawale, ayaongoze. Yako mambo ambayo tumechagua kutawala wenyewe. Yako mambo ambayo tumeamua kuamua wenyewe katika maisha yetu. Lakini maisha ndani ya Kristo yanamfanya Mungu kuwa mtawala wa sehemu zote za maisha yetu. Biashara zetu, kazi zetu, miitikio yetu, mambo tunayotazama, mambo tunayochagua kuongea, namna tunavyohusiana jamii inayotuzunguka, kujiweka mbali na mambo ya ulimwengu huu, kutokuchangamana kiwango cha kupoteza identity yetu, utambulisho wa Ukristo wetu. Na hivyo mwendelezo wa masomo haya unatupatia nafasi ya kutafakari na kuanzisha hisia hiyo. Mungu ni mfalme, Mungu ni mtawala. Ni sehemu gani ya maisha yangu sijaitoa kwake? Una nafasi ya kutafakari. Roho Mtakatifu yupo kukusaidia. Hapo ulipo unaposikiliza somo hili, utasikia sauti ikikwambia katika fahamu zako ya kwamba kuna mahali hujatoa kwa Yesu. Huenda ni mahusiano yako, huenda una mahusiano yasiyo sahihi ya kimapenzi, huenda haujatulia katika ndoa yako. Utasikia sauti ikikwambia wewe sio mwaminifu katika kutoa zaka na sadaka. Lakini sauti ya ndani ya kina zaidi itakwambia unamhitaji Yesu kukuelekeza na kukusaidia. Na sauti hiyo inayokuambia utamhitaji Yesu, hiyo isikilize kwa makini sana. Alafu ijibu kwa kuiambia Yesu, ninakuhitaji. Na utakaposema hivyo utasikia mwendelezo wa sauti ya Mungu. Maisha ndani ya Kristo ni maisha ya utulivu. Huenda kusiwe na furaha ya hisia, lakini kunapaswa kuwa na uaminifu wa kudumu na wa amani. Tumaini lako haliko kwako mwenyewe, ni katika Kristo. Udhaifu wako umeunganishwa na nguvu zake. Ujinga wako umeunganishwa na hekima yake. Udhaifu wako kwa nguvu zake za kudumu. Kwa hiyo hutakiwi kujiangalia wewe mwenyewe, kutoruhusu akili kukaa juu yako mwenyewe, bali kumwangalia Kristo. Hebu akili ikae juu ya upendo wake, juu ya uzuri, ukamilifu wa tabia yake. Kristo katika kujikana kwake, Kristo katika unyonge wake, Kristo katika usafi na utakatifu wake, Kristo katika upendo wake usio na kifani. Hili ndilo somo la kutafakariwa kwa nafsi. Ni kwa kumpenda, kumwiga, kumtegemea yeye kabisa, ndipo utakapobadilishwa na kuwa mfano wake. Yesu mwenyewe anasema, kaeni ndani yangu. Maneno haya yanatoa wazo la kupumzika, utulivu na kujiamini. Tena anawaalika, na tena ananialika, na tena anakualika katika Mathayo 11:28, njoo kwangu nami nitakupumzisha. Maneno ya mtunga Zaburi hayako mbali na hili. Ana wazo lile lile.
Anasema utulie katika Bwana na umngojee kwa saburi. Na Isaya anatoa hakikisho akisema katika kutulia na kutumaini zitakuwa nguvu zenu. Hiyo ni Zaburi 33 aya 37 aya ile ya 7, Isaya 30 aya ile ya 15. Pumziko hili mpendwa halipatikani kutoka katika shughuli zetu za kila siku, kwani katika mwaliko wa Mwokozi ahadi ya pumziko inaunganishwa na wito wa kufanya kazi, akisema katika Mathayo 11:29, jitieni nira yangu nanyi mtapata raha. Hivyo moyo ambao unakaa kikamilifu zaidi juu ya Kristo utakuwa na bidii zaidi katika kazi kwa ajili yake. Hii ni kazi ipi? Ni kazi ya kuitikia sauti ya Roho Mtakatifu. Hii ndiyo kazi ambayo tunaondoka nayo siku ya leo. Tunapokwenda kuomba, tunamwomba Mungu atusaidie kuitikia sauti ya Roho Mtakatifu. Atasema nasi sana, nasi tukaitikia sauti yake. Mpendwa Mungu wetu, asante kwa asubuhi hii njema. Nasi watoto wako tunasogea tena miguuni pako. Tusaidie tena kuisikia sauti yako. Tusaidie tena kuitikia sauti yako. Tunajua kwamba umekuwa nasi na ukizungumza nasi na ukisema nasi usiku na mchana. Na asubuhi hii ya pekee uliotuamsha, tunaondoka tukiwa na kazi moja, kuitikia sauti yako ili mahusiano yetu nawe yawe mapya tena. Ukawe mfalme wa maisha yetu, ukawe Mungu wa maisha yetu. Ninaomba kwa ajili ya dada yule, kwa ajili ya kaka yule, kwa ajili ya baba yule, kwa ajili ya mtoto fulani katika familia fulani. Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya kanisa ulimwenguni. Ninaomba kwa ajili ya maisha ya mtu mmoja mmoja ya kujitoa na kuitikia sauti yako. Huenda kuna mahali tumekosea katika usiku uliopita, lakini Yesu, tupe tena nafasi nyingine ya kuitikia sauti yako. Nenda nasi katika njia zetu. Nenda nasi tunapokuwa kazini. Nenda nasi tunapokuwa nyumbani. Nenda nasi tunapokuwa katika majukumu yetu ya kila siku. Nenda na watoto wetu shuleni. Tuitikie sauti yako leo. Unapozungumza nasi, tuitikie wakati wote. Na wito huu Bwana usipite bure. Asante Yesu kwa kuwa unaongeza hili kwenye akili zetu. Unapanua tena fahamu zetu. Unatusaidia kuitikia sauti yako. Jina lako litukuzwe, jina lako libarikiwe katika jina la Yesu. Amina.